Sababu ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithiri kufunga sunna katika mwezi huu wa Shaaban imekuja kwenye hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, aliyopokea Imam Abu Daud na wengineo. Asema kana Aisha anasema radhiyallahu anha, kana ahabba shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Shaaban. Ahabba shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Shaaban, ulikuwa mwezi ambao alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipenda mno kufunga sunna ni mwezi wa Shaaban. Sikiza ibara inayokuja mbele, asema thumma yasiluhu bi Ramadhan, kisha mwezi huo wa Shaaban anakithiri kufunga ili aje auunganishe na mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo mwezi huu wa Shaabani aliufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwezi wa matayarisho, mwezi wa istidadi, mwezi wa mazoezi ya kuingia Ramadhani, akae tayari. Maana yake nini? Maana yake ni somo kwetu sisi Waislamu sote, kwamba kama vile ambavyo tunajitayarisha kwenye ibada ya swala, kama vile tunavyojitayarisha katika ibada zingine, kadhalika katika mwezi wa Ramadhani huu unaotukabili, huu mwezi wa Shaabani tumeletewa kwa ajili ya matayarisho ya kiakili, kwa ajili ya matayarisho ya ibada, kwa ajili ya matayarisho ya hali zetu na nafsi, na kadhalika matayarisho ya moyo. Nafsi zetu tunazitayarisha kwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Unaitayarisha nafsi yako na moyo wako vipi? Unautayarisha moyo wako bitasfiyatil qulub, kwa kuusafisha moyo. Moyo anza kuanzia sasa kuusafisha na kuweka tayari ili kuingia mwezi wa Ramadhani moyo wako safi. Kiwiliwili chako na mwili wako unaweka tayari bil iqla'i ani dhunubi, kwa kutoka kwenye madhambi. Jitoe saa hizi katika madhambi. Kama kuna madhambi ya ada, kama kuna madhambi ya mazoea ambayo umeyazoea kuyafanya, anza madhambi hayo kuyaepuka kuanzia mwezi wa Shaabani. Fanya mazoezi ili mwezi wa Ramadhani ukiingia, madhambi yao tayari itakuwa kitambo umeacha, utakuwa tayari umeingia kwenye system ya kuacha madhambi. Na anza kadhalika kufanya mazoezi ya ibada mbalimbali, kwa mfano qiraatul Quran. As-salafu salih waliopita nyuma walikuwa wanauita mwezi huu wa Shaaban, wanauita shahrul qurra. Huu ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Wakiwaambiwa wale wasomi wa Qur'ani, aqbilu fi hadha shahri ala alqur'ani, huu mwezi wa Shaabani sasa anzeni kuelekea kwenye Qur'ani, kwa sababu anaelekea kwenye Qur'ani kuanzia Shaabani hii. Ramadhani ikiingia, wewe upo kwenye system, unateremka. Mwezi wa Ramadhani ukiingia, unakuwa ni mwepesi wa kuisoma Qur'ani, kwa sababu Qur'ani hii uliifungua tangu Shaaban. Ukianza kuzungumza lugha za kusema kwamba nitaanza kusoma Qur'ani Ramadhani, hebu isubiri Ramadhani usome Qur'ani, uangalie umesoma juzu ngapi. Mmoja ukiimaliza Ramadhani, sema alhamdulillah, kwa sababu thaqula alayhi Qur'an. Yule anayengoja Ramadhani, Qur'ani kwake itakuwa ni nzito, na ibada nyingine yote itakuwa nzito. Funga utaiona nzito kwa sababu mazoezi ukufanya Shaabani. Qur'ani utaiona ni ngumu na nzito, watu wanakwenda mbio, siku 2, siku 3, 4, wasikia Muislamu jirani yako amehitimu tayari anaanza juzu nyingine, wewe juzu moja bado hujamaliza. Na kadhalika amali zingine za khairati unaanza kuyafanyia mazoezi kuanzia sasa, katika sadaqat, katika ihsan, katika silatul arham, katika birrul walidaini, kuunga kizazi na mambo mengine ya khairi kama haya yanaanza katika mwezi huu. Enyi Waislamu, ndugu zangu katika iman, huu ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anautizama kwamba ni mwezi wa matayarisho. Matayarisho ya kiroho, matayarisho ya iman, matayarisho ya nafsi na akili, sio matayarisho ya kimali peke yake. Waislamu tumezoea kwamba mwezi wa Shaaban, wiki ya katikati au wiki ya mwisho, utaona Waislamu wanakimbia mbio katika masoko kujitayarisha na kuweka stoki za Ramadhani. Masupermarket yamejaa Waislamu alhamdulillah, wenye kuchukua michele, mwenye kuchukua unga, samli, mafuta, sukari ya Ramadhani, matayarisho.
hayo matayarisho ya tumbo, hayo matayarisho ya chakula ambacho utakwenda kukitoa jioni. Je, matayarisho ya iman, je, matayarisho ya ibada umeyapangia vipi? Yanaanza kadhalika katika mwezi huu. Tujitoe katika madhambi, tujitoe katika maasi, tuwe na iqla'i moja kwa moja, tuingie katika tauba, na kadhalika yale makosa ambayo ndani yake kuna dhulma. Katika mwezi huu Muislamu ambaye amefanya makosa ya dhulma, huu ni mwezi wa raddul madhalimi. Wanazuoni wanasema ni mwezi wa kuregesha dhulma, kwa sababu kuna tauba zingine hazikubaliwi mpaka dhulma ile uiregeshe. Mali uliyochukua ya Muislamu ya dhulma, tauba yako mbele ya Allah azza wa jalla haipiti wala haisimami hadi dhulma ile uiregeshe. Kama ulikula mirathi ya mtu, kamregeshee mirathi yake. Kama ulimpunja mtu kwenye biashara ukamdanganya, mregeshee mali yake. Kama ulikula mali ya fulani kwa nguvu ukaichukua, mregeshee. Hiyo ndiyo tauba kwanza, kisha ndio umlekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya tauba. Mwezi wa Ramadhani ukiingia, Allah azza wa jalla atukubalie ibada zetu na atujalie minas suadai almaqbulin, atufungulie milango ya pepo tuweze kuingia, na kila usiku wa Ramadhani tuhesabiwe Waislamu miongoni mwa wale wanaoachwa huru na moto. Hayo hayatakuwa sahali isipokuwa kwa Muislamu ambaye ameanza maandalizi kuanzia sasa. Sio Muislamu ambaye bado anaendelea kwenye ghafla, bado amelala, bado anaona kuna chance, bado aona kuna wakati umebaki wa kufanya maasi ya mwisho. Haya ni maneno ya hatari, na hii ni fikra mbovu ya Muislamu, fikra ya hatari ya kudhani kwamba kuna makosa ya mwisho ya kuyafanya kabla ya kuingia Ramadhani. Shetani anakuchezea, kwa sababu yale makosa ya mwisho ndio yanaweza kuwa ni makosa ya kukuangamiza. Yale makosa ya mwisho ndio makosa ambayo shetani anakupeleka nayo ili akushindikize mpaka Ramadhani. Ndio maana unawaona Waislamu wengine wanaendelea na maasi ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani anaendelea maasi. Uchafu aliokuwa akiufanya miezi mingine mpaka Ramadhani pia hastahi, anaendelea nao. Mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa ibada, mwezi ambao kila dakika na kila sekunde inampita Muislamu, anatakiwa iwe impite katika hali ya ibada, lakini inakuwa ni sahali kufanya maasi kwa sababu kule nyuma hakuwa na matayarisho yote. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe na matayarisho mazuri katika mwezi huu.